Karibu Uncle Sam Filling Station iliyopo Chimala mkoani Mbeya. Tunatoa huduma mbalimbali ikiwemo uuzaji na usambazaji wa mafuta ya magari, kuosha magari, kutengeneza magari na zaidi. Utakutana na Main Market yenye bidhaa zenye ubora kabisa. Shaka ondoa. Kama hauna pesa cash, tunayo huduma ya wakala saa 24. Tutakuhudumia. Uncle Sam Filling Station ndiyo baba lao. Wasiliana nasi kwa simu namba 0754937979. Nyote mnakaribishwa. Mmewezesha mamlaka kununua vifaa kama alivyosema mkurugenzi, kwanza kwa bilioni 210 ambavyo vimejulishwa kwamba vimeanza kuwasili na tayari vimeongeza ufanisi katika utendaji wa bandari. Aidha, nafahamu kwa serikali imeridhia ombi la mamlaka ya bandari la kuongezewa fedha bilioni 290 kwa ajili ya ununuzi wa vitendea kazi bandarini. Nataka niwathibitishie kwamba kutokana na kazi mnayoifanya hivi sasa, serikali itatoa kiasi hicho cha fedha bilioni 290 kwa ajili ya kuwekeza katika ununuzi wa vitendea kazi ili bandari yetu iwe ya kisasa. Na kwa maana hiyo jumla fedha kwa serikali itatoa kwa ajili ya vitendea kazi ni bilioni 500. Wito wangu kwenu wizara na mamlaka bandari, usimamia kikamilifu matumizi ya fedha hizo ili ziweze kuboresha huduma zinazotolewa na hatimaye kuweza kuongeza wateja zaidi na mchango katika uchumi wa taifa letu. Ndugu zangu, katika hilo niunganishe na nimemuona mkurugenzi mkuu wa TRC Masanja yuko hapa. Nafurahi kwamba nanyi sasa mnachakarika kununua vichwa na mabehewa ya kubeba mizigo huku ndani na kupeleka yanakokwenda. Naomba endeleeni na hilo. Lakini niliyoambia wenzenu la usimamizi wa matumizi ya fedha na kwenu pia msimamie hayo. Nashukuru sana. Ndugu zangu wa mamlaka ya bandari, jukumu lenu mamlaka ya bandari na taasisi zote mnazoshirikiana katika kufanya kazi ni kuhakikisha kuwa mnafanya kazi kwa uwezo wenu wote. Na nimefurahi na hiyo slogan ya vijana kule. Wanasema TPA tunapakia, tunapakua, kazi kazi. Vijana chapeni kazi. Ndugu viongozi na wananchi, mamlaka ya usimamizi wa bandari nchini ni lango kuu la biashara na kukuza uchumi wa taifa letu. Kiasi kikubwa cha fedha hukusanywa kila mwaka kupitia bandari. Kwa mfano, na takwimu zimesemwa hapa na waziri, lakini nilizo nazo zinasema kwamba mwaka 2019-20 makusanyo yalifikia bilioni 901 na mwaka 2021 ni bilioni 896. Lakini mwaka tunaoendelea nao, robo ya kwanza ya makusanyo imetoa mwelekeo kwamba kwenda mwisho wa mwaka tukakusanya bilioni 980. Pesa hii inaweza kuonekana ni nyingi, lakini bandari mkifanya kazi inavyopaswa mnaweza mkakusanya zaidi ya hiki, pesa nyingi zaidi ya hizi mnazokusanya. Nasema hivyo kwa sababu pamoja na makusanyo hayo kumekuwa na changamoto ya kuwepo kwa mianya mingi ya upotevu wa mapato. Mianya hii inatokana na kukataa kwa makusudi kuweka mifumo madhubuti ya ukusanyaji wa mapato na mifumo inayosomana baina ya bandari na mamlaka ya ukusanyaji mapato Tanzania. Hizi mamlaka mbili hazisomani mifumo yao. Kuna utata mwingi hata ndani ya mamlaka yenyewe. Kuna mifumo kadhaa, kila mfumo na mambo yake, kiasi ambacho inaruhusu wafanyakazi kuichezea, kudanganya kama nitakavyosema huko mbele. Nimepata fursa ya kupitia taarifa ya ukaguzi maalumu wa kiuchunguzi wa mfumo Enterprise Resource Planning au ERP unaotumika ndani ya mamlaka ya bandari. Ukaguzi ulifanyika, ukaguzi huu alifanya mkaguzi mkuu wa mahesabu ya serikali mwezi Juni mwaka 2020 na ripoti alitoa mwezi Machi 2021. Ndani ya ripoti ile niliona fedha nyingi zilizotumika kuajiri makampuni mbalimbali ya kuanzisha mifumo ya kielektroniki
ya ukusanyaji wa mapato ambayo haikutoa tija iliyokusudiwa. Kwa mfano, mamlaka bila ya kuwa na mpango mkakati wa tehama na bila kushirikisha mamlaka ya serikali mtandao, iliajiri makampuni kadhaa kuweka mifumo mbalimbali ya ukusanyaji ndani ya bandari. Kampuni ya Softtech Consultant Limited iliajiriwa kwa mkataba wa milioni 694. Kati ya hizo milioni 600 zililipwa kwa kampuni, lakini kampuni hii haikumaliza kazi iliyotakiwa kufanya. Mkataba ukavunjwa, na kwa maana hiyo milioni 600 zimekwenda. Kama mfumo ulianza kutumika au la, lakini hilo lilitokea, kazi haikumalizika. Iliajiriwa pia kampuni ya 23rd Century System kwa $, milioni 6.6, ambapo milioni 4.6 zililipwa na mkataba baadaye kuvunjwa bila kazi kukamilika. Ikaajiriwa pia kampuni ya SAP East Africa Limited kwa $, 33,000, lakini pia akaajiriwa mshauri mwelekezi, mshauri binafsi kwa $, 31,920. Pesa hizi zote zimeingizwa kwenye mifumo, lakini tunavyozungumza leo ni kwamba mifumo ile bado haiko vizuri, inachezeleka. Wafanyakazi wanaichezea, wanadanganya na mifumo ambayo haisomani na haikusanyi fedha kwa ukamilifu wake. Mbali na malipo hayo niliyoyaeleza, ripoti inasema pia kulikuwa na malipo ya juu kwa wakandarasi hao bila kufuata sheria za manunuzi na matumizi. Ripoti ilieleza kwa kina jinsi kazi hizo zilizofanywa na fedha zilizotumika. Ilitaja pia watu waliohusika na uzembe na ubadhirifu huo na kupendekeza hatua za kuchukuliwa ambazo hazikuchukuliwa hadi hii leo. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mkurugenzi Mkuu wa Bandari, Mkurugenzi Mkuu wa TAKUKURU upo, naomba au naagiza au naamrisha ripoti ile nendeni mkaisome. Kama haiko kwenye shelf zenu, mimi nayo nitakupeni. Kaitazameni, muangalie yaliyopendekezwa na mkagua mahesabu ya serikali, halafu mchukue hatua, na nasubiri kusikia hatua mlizozichukua. Fedha nyingi sana imepotea, watu tunachekeana tu, tunatazamana tu, na bado waliotajwa kwenye ile ripoti wako maofisini ndani ya mamlaka ya bandari. Sasa hivi wapo maofisini, wanatumika, wanaendeleza ubadhirifu na wizi wa mali ya umma. Nataka kazi ifanyiwe ripoti ile na nipate hatua mlizozichukua tena kwa haraka. Kama mamlaka ya bandari ingechukua hatua za kurekebisha yaliyosemwa, leo hii tarakimu za mapato tunayoyazungumza zingekuwa vingine, lakini vile vile ingesaidia kupunguza ubadhirifu wa fedha za shirika. Nimesema mifumo hii inachezeleka. Karibuni hapa nina taarifa kwamba wafanya kazi wamechezea mifumo ile, hasa wa sehemu za hesabu, kiasi ambacho ukisoma mfumo unaonesha mizigo inayoshushwa imelipiwa, na magetini kule wanasoma mizigo imelipiwa na mageti yanaruhusu mzigo kutoka. Ukweli ni kwamba mizigo haijalipiwa. Mkurugenzi, naomba kuwa macho na hayo mambo. Vinginevyo, ndugu zangu, mamlaka ya usimamizi wa bandari ina bodi ya wakurugenzi iliyoaminiwa kwamba itatoa maelekezo na kusimamia utekelezaji wa shughuli za mamlaka ya bandari Tanzania. Haya yanatokea niliyoyataja yote, yanatokea, bodi ipo inaangalia, na hakuna hoja wala hatua zinazoulizwa, je, mmechukua hatua gani? Tujiulize, kuna nini? TAKUKURU, mkurugenzi na waziri, nataka mnijibu kuna nini.
Karibu Uncle Sam Filling Station iliyopo Chimala mkoani Mbeya. Tunatoa huduma mbalimbali ikiwemo uuzaji na usambazaji wa mafuta ya magari, kuosha magari, kutengeneza magari na zaidi. Utakutana na Main Market yenye bidhaa zenye ubora kabisa. Shaka ondoa. Kama hauna pesa cash, tunayo huduma ya wakala saa 24. Tutakuhudumia. Uncle Sam Filling Station ndiyo baba lao. Wasiliana nasi kwa simu namba 0754937979. Nyote mnakaribishwa.